Soko la mahindi mwaka huu litafunguliwa mwishoni mwa mwezi Julai. Niwaombe wananchi wasifanye papara kuanza kuuza mahindi kwa bei ya kutupa. Baada ya mahindi kwa yamekomaa, mvua zimeendelea kunyesha mpaka wiki iliyopita. Sasa mvua zinaponyesha mpaka mwanzoni mwa mwezi wa 5, maana yake ni kwamba mahindi yale yanaharibika. Kwa hiyo tutakuwa na mahindi mengi mabovu mwaka huu. Kwa hiyo hata katika kununua, maana yake ni kwamba itabidi uchaguzi ufanyike sana. Serikali haitapenda kununua mahindi yenye uchafu au yenye kuharibika au yenye rangi za ajabu ajabu. Tunataka kununua mahindi meupe mazuri. Kwa hiyo tunawahimiza sekta binafsi wafunge mashine ambazo zinaweza zikapepeta vizuri na zinaweza zikachambua kati ya mahindi meupe na mahindi mengine ambayo ni kwa ajili ya chakula cha mifugo. Na kwa hiyo wananchi wasiuze mahindi kwa pupa. Julai bado mwezi mmoja tu. Kama wana shida sana ya fedha, wauze mazao mengine, wauze maharage, wauze ufuta, wauze soya na kadhalika. Lakini mahindi wasiuze kwa sababu ndio chakula kikuu. Serikali itakuja na bei nzuri kuanzia mwezi Julai. Mwaka jana niliwaeleza hapo kwamba chonde wananchi wa Songea hapana kuuza mahindi haraka kwa Wakenya. Wakawa wanauza haraka mahindi kwa shilingi 350 kwa kilo. Wengine wanauza shilingi 400. Alafu baada ya mwezi mmoja serikali tumekuja kununua mahindi kwa shilingi 700 kwa kilo. Alafu wananchi wanaanza kulalamika tena. Nimepata hasara hapa, sikujua. Viongozi kazi yetu ni kuwaeleza wananchi kitu gani cha kufanya kwa ubora zaidi. Ndio wajibu wetu. Sasa nawasisitiza wasifanye papara kuuza mahindi yao. Serikali itanunua kuanzia mwezi Julai kwa bei nzuri, bei ambayo inamlipa mkulima. Kama tulivyonunua mwaka jana, tutanunua kwa bei nzuri, na si vema kuanza kusafirisha mahindi sasa hivi. Kufanya hivyo ni kujiingizia umaskini.